Bwana asifiwe kabisa. Kama unamfurahia Bwana, nyosha mkono wako. Haleluya. Kwa siku 20 mfululizo tangu tarehe 1 tumekuwa hapa kila siku jioni. Wengine kutokana na shughuli zao zilizobana hawakupata nafasi, lakini kuna wengi ambao walipata nafasi kuwepo hapa. Naamini ni mashuhuda wa matendo makuu ya Mungu ambayo ametenda katikati yetu. Unajua, tunaposema kuomba, kila mtu anakuja kwa tafsiri tofauti. Wengine wanakuja kwa ajili wanateswa sana huko nyumbani kwao na mambo mengi, kwa hiyo wanahitaji msaada. Kila mtu anakuja kwa namna yake, lakini maombi tulikuwa tunaomba katika wiki hii, pamoja na hayo yote tuliomba kwa ajili ya mahitaji yetu binafsi. Tulikuwa tunaomba kwamba ufalme wa Mungu uje mahali hapa. Mungu akutenda watu, Mungu aokoe watu, Mungu afungue watu, Mungu alete uamsho katika Tanzania. Hayo ndio ilikuwa kiini kikubwa cha maombi. Kwa hiyo naamini kwamba wale wanashiriki maombi tangu mwanzo mara mwisho mpaka mwisho kutakuwa kama ulivyokuwa, kwa sababu naamini kwamba Mungu ataendelea kutenda na utakuna mali za mwaka utakuna tiki yale ambayo Mungu amejibu kwa ajili ya maombi haya. Na wewe kama ni mgeni, ni mara yako ya kwanza kufika mahali hapa, tunapenda kukaribisha sana. Jisikie nyumbani. Hapa ni mahali hatufanyi mambo mengi, tunakuja kumwabudu Mungu na kuliinua jina lake, na ndilo kusudi la kuwepo kwetu katika nyumba hii. Haleluya. Basi naomba mtu anisaidia kusoma, kwa sababu tutakuwa na maandiko mengi, kwa sababu tutasoma neno la Mungu alafu tutamalizia maombi yetu. Yanaweza siwe marefu kama hapo watu wafanya siku nyingine, lakini tutaomba kwa pamoja. Kichwa cha somo la siku ya leo nimekiita maombi ya watakatifu. Maombi ya watakatifu. Tutasoma maandiko katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 8, mlango wa 5. Ufunuo mlango wa 5 kuanzia mstari wa 8. Kuanzia mstari wa 8 imeandikwa, hata alipokitoa kile kitabu. Kuanzia wa 7. Yes, kuanzia mstari wa 7. Akaja akakitoa kile kitabu katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Hata alipokitoa kile kitabu, hao wenye uhai 4 na wale wazee 24 wakaanguka mbele za Roho. Kila mmoja wao ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato, ambayo ni maombi ya watakatifu. Nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Inatosha. Soma tena katika Zaburi 141. Zaburi 141. Zaburi 141 mstari wa 2 Biblia inasema, sara yangu ipae mbele zako kama uvumba, kuinuliwa mikono yangu kama dhabihu ya jioni. Rudia tena. Sala yangu ipae mbele zako kama uvumba, kuinuliwa mikono yangu kama dhabihu ya jioni. Bwana asifiwe. Tumesoma katika mlango wa 5
wa kitabu cha Ufunuo tumeona picha ya mbinguni. Picha ya mbinguni iliyo wazi kabisa. Tumeona anasema hivi: akaja akakitoa kile kitabu katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi, ambaye ni Mungu Baba. Hapo hata alipokitoa kile kitabu, hao wenye uhai wane, wazee 24 wakaanguka mbele za mwana kondoo, kila mmoja wao ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato, ambayo ni maombi ya watakatifu. Anapozungumza vitasa ni lugha iliyotumika hapa, lakini ni kama mabakuli. Tupo pamoja? Ni kama mabakuli ambayo yanabeba hayo maombi ya watakatifu. Tupo pamoja? Ni kama nini? Mabakuli fulani. Sasa tunaona hapa anasema hayo mabakuli, anasema kwamba nao wana vitasa au mabakuli ya dhahabu yaliyojaa manukato au uvumba, ambayo amesema kwamba walikuwa wamebeba kila nani? Hao wazee 20 wameshika mabakuli. Mungu mwenye Biblia amesema waliviona vitasa vilivyochukuliwa, haleluya, ambao wamejaa nini? Mejaa nini? Manukato. Amesema nini hapa? Hapa amesema yamejaa nini? Asema amejaa manukato ambayo ni nini? Au yamejaa uvumba. Nisikie neno la ubani. Tuko pamoja? Lakini ni vitu vile vile. Tuko pamoja? Lakini anasema hiyo nini? Hao wazee walikuwa wanafanya nini? Huko mbinguni wamefanya nini? Wamebeba haya madini, manukato. Kwa hiyo maombi yamefananishwa tunapoomba, kumbe huwa tunatoa manukato, huwa tunafukiza uvumba. Tupo pamoja? Kwa hiyo ule uvumba tunapofukiza, yanapokwenda huko, kuna chombo, haleluya, kuna mabakuli mengi ambayo wazee 24 wamefanya nini? Wameyashika. Kwa hiyo tunapoomba yanaingia kwenye nini? Yanaingia pale. Kwa hiyo manukato hapa, manukato ni harufu nzuri. Kwa hiyo maombi ndio harufu nzuri ambayo Mungu huwa anapokea, anapenda kusikiliza, anapenda kunusa. Tupo pamoja? Akisikia, akimwona mama fulani, akimwona dada fulani siku hiyo saa 8 usiku ameinuka anakwenda kumwabudu Mungu na kuomba mbele zake, inakuwa kama umefukiza uvumba, unapopanda unaingia na unapenda katika kile chombo, yale mabakuli mengi. Akasema kaona vitasa vilikuwa vingi vimejaa. Watakatifu walikuwa China, watakatifu walikuwa Amerika, watakatifu walikuwa sijui Afrika Kusini, watakatifu walikuwa Kenya. Wanapoingia kuomba, kumbe wanasababisha uvumba. Maombi yetu yanafananishwa na uvumba ambao unafika mbele za uso wa Mungu. Akiangalia, ananusa, anaona harufu nzuri. Anasema namwona mtu, namwona yule mdada, namwona yule mama mjane, yuko peke yake katika chumba chake, amejiweka, amejipanga, ananijua, ananipenda, anafukiza. Haleluya. Kwa hiyo kwa maneno mengine, tunapokuja kumwabudu Mungu hapa, tunafukiza uvumba. Tukifukiza uvumba ni harufu nzuri ambayo Mungu wetu anapenda kuiona, anapenda Haleluya. Ndio maana hapa mwandishi wa kitabu hiki anazungumza. Unajua kila jambo lililoandikwa kwenye Biblia lina maana, mpaka linapofafanuliwa ndilo linapata maana halisi ya kiroho.
Kwa hiyo tunaona hapa kwamba na hao wenye wai 4 na wazee 24 wanaanguka. Hao wazee 24 unapopokea, kumbe kuna ushirikiano kati ya watu duniani ambao wanaomba, ambao wanatafuta uso wa Mungu. Kuna ushirikiano, kumbe kuna mambo huwa yanatokea mbinguni wakati watu wa Mungu wanapoingia kuomba. Wakati mtu wa Mungu mmoja anapoingia kuomba, anasema akaona hao wazee 24. Anasema kwamba wazee 24 wakianguka mbele za Mungu na mwana kondoo, kila mmoja ana kinubi na mabakuli ya dhahabu yaliyojaa manukato ambayo ni maombi ya watakatifu. Tunaposoma, tumesoma pale katika Zaburi 141 mstari wa 2. Amesema hivi: sala yangu na ipae mbele zako kama nini? Uvumba. Haleluya. Anasema sala yangu. Kumbe maombi is a serious business. Kama umezoea maombi ya kidini ya kawaida, lakini kumbe maombi ya mtu wa Mungu aliyeokoka, aliyosafishwa na damu ya Yesu, anapoingia kuomba, anafanya kitu kikubwa. Ni serious business, inasababisha mbingu. Haleluya. Kumbe Mungu huwa anafurahia maombi yako yanakuwa kama manukato. Ndio maana anasema hapa, sala yangu na ifanye nini? Ipae. Hebu soma pale mstari wa 141. 141 mstari wa 2. Anasema sala yangu ipae mbele zako kama uvumba. Anasema sala yangu ipae mbele zako Bwana. Haleluya. Tunapoomba huwa hatujiombee wenyewe. Tunapomwabudu Mungu hatujiabudu wenyewe. Tunapofanya vitu vyote, hata mimi ninaposimama ni kwa ajili ya Bwana. Kwa hiyo tunapoingia kuomba, tunafanya kitu kikubwa sana, na sicho ambacho tunaweza kuzoea, kwa sababu hakika hapa mwandishi anasema kwamba katika Zaburi anasema sala yangu ipae. Haleluya. Ipae kama nini? Kama uvumba. Anasema na kufanya nini? Na kuinuliwa. Na kuinuliwa mikono yangu. Anasema kumbe tunapoinua mikono ni ibada kamili. Haleluya. Tunapoinua mikono inaonyesha tumesarenda. Tunapoinua mikono kama tunasarenda, kumbe tunapoinua mikono kumwabudu Mungu na kumtaka Mungu na nguvu zake, anasema inakuwa kama dhabihu ya jioni. Ina maana ni kama umechinja mnyama, unamwabudu Mungu kwa ajili ya mnyama huyo. Anasema ni sawa na dhabihu ya jioni. Kwa hiyo ndio mwana Daudi anasema kwamba sala yangu na ipae kama uvumba mbele zako. Tunaposoma katika Kutoka 1 mpaka 10, hatutasoma. Mungu alimwagiza Musa ajenge hema la kukutania. Na lile hema lilikuwa na vyumba vitatu. Kilikuwa chumba cha nje na cha katikati. Cha katikati kilikuwa inaitwa patakatifu, na cha ndani kilikuwa inaitwa patakatifu pa patakatifu. Sasa hapa patakatifu palikuwa na vitu vitatu. Palikuwa na taa yenye vishungi 7. Lakini pia pembeni kulikuwa na meza inaitwa meza ya onyesho, ambapo kila siku mkate ulikuwa unabadilishwa katika ile meza. Lakini karibu kabisa na ukuta au curtain inayoingia patakatifu palikuwa na meza nyingine ambayo inaitwa meza ya kufukiza uvumba. Kwa hiyo kila siku makuhani walikuwa wanaingia hapo patakatifu wakifanya huduma ya kufukiza uvumba. Kulikuwa na uvumba maalum ambao walikuwa wanafukiza. Kwa hiyo walikuwa wanafukiza, wakifukiza ni ibada ambayo Mungu alikuwa anapenda kuisikiliza.
alikuwa anapenda kuwaona wanapofukiza, Mungu anawarehemu wana wa Israeli, kwa sababu yalikuwa ni kama ishara ya maombi ya watakatifu wanaoomba. Kwa hiyo tunasoma pia wakati Yesu alipozaliwa, tunasoma jinsi ambavyo mamajusi kutoka mashariki walikuja na zawadi. Na zawadi moja ambayo walileta chetecho za uvumba. Tupo moja, anasema uvumba na manemane na dhahabu na vitu vya thamani walileta. Lakini walileta kuonyesha wanakuja kumwabudu Mungu. Kwa hiyo tunapoomba, kama nilivyosema, tunafukiza uvumba ambao unamwendea Mungu mwenyewe. Lakini hao pia tunapoomba, tunapoabudu, kwa mfano tunapomwabudu Mungu jioni, asubuhi hata tunamwabudu Mungu, tulikuwa tunafukiza uvumba. Mungu anapenda kusikia, na hasa ya watu ambao wametubu, ambao wameacha dhambi zao, ambao wamenyenyekea, ambao wametoa maisha yao kwamba wanamwishia Mungu. Wanapoanza kufanya ibada hiyo, Mungu anafurahishwa sana. Haleluya. Kwa hiyo hawa majusi walipoenda kwa Yesu, walibeba uvumba ikiwa zawadi, wakiwa wanaenda kufufiza kwa mfalme wa falme na Bwana wa mabwana. Uvumba unaonyesha ni ishara ya maombi ambayo yanamwendea Mungu taratibu, yanapanda. Haleluya. Ni ishara ya maombi. Uvumba umeonyeshwa hapa, unaonyesha maombi ambayo yanapanda kutoka kule mtu anayemwabudu. Wanaweza kuwa wawili au watatu, linaweza kuwa kanisa, anaweza kuwa mtu mmoja peke yake. Lakini kumbe anapofukiza uvumba, kwa maneno mengine tunaweza kugeuza lugha, tunasema leo tunaenda kufukiza uvumba. Ina maana tunachukua maombi yale ya watu wa Mungu yanapoombwa, Biblia inasema kwamba yanapanda. Haleluya. Yanapanda. Na Mungu anapoona yale maombi, anaponusa yale maombi, anaposikia yale maombi, anaona ni manukato mazuri, na hasa maombi ambayo yametolewa na moyo mweupe. Hebu sema, maombi yaliyotolewa na moyo mweupe yanakuwa harufu nzuri ya manukato mbele za Bwana. Tunaposifu praise, siku hizi wanaonaga watu zile worship za vijana wa Dar es Salaam, huwa mnaona wanaweka moshi una nini, wanajaribu kukumbusha yale yaliyokuwepo kwa praise na worship. Tunapomwabudu Mungu, tunapolitukuza jina la Bwana, tunafukiza uvumba ambao unafika mbele za Bwana, na Mungu huwa anabarikiwa anaposikia harufu nzuri ya manukato kutoka kwako. Sema, maombi yangu ni manukato. Haleluya. Maombi yangu yawe manukato mbele za uso wa Mungu. Ninapoinua mikono yangu ni kama natoa dhabihu ya jioni. Maombi yangu ni sawa na manukato. Maombi haya yanathibitisha Mungu huwa anayapokea. Haleluya. Maombi haya Mungu huwa anayapokea. Kila wakati watu wa Mungu kuna lea maombi. Tupo pamoja? Kila wakati watu wa Mungu wanakiamua kuomba. Tulipoanza kuanza maombi haya, nilisema kwamba mambo huwa hayabadiliki hivi. Tupo pamoja? Unakumbuka nizungumza, na ninapenda kurudia tena. Mambo mengi ambayo yanakabili, mambo mengi ambayo yanakabili kanisa, mambo mengi yanayokabili nchi, hayawezi kugeuka hivi mpaka watu wa Mungu wanapochukua hatua. Watu wa Mungu wanapoanza kuchukua hatua, wanaanza kujaza maombi kwenye yale mabakuli toka mbinguni. Haleluya. Wanaanza kuyajaza yale mabakuli maombi. Haleluya. Wale wazee 24 wanashikilia, kazi yao ni kushikilia maombi. Yanaitwa ni maombi ya watakatifu. Wanayashikilia. Kwa hiyo kwa maneno mengine, maombi huwa yanapokelewa. Hebu sema, maombi huwa yanapokelewa. Ingekuwa kazi bure kama tulikuwa tunaomba, tunasema tunaomba tu. Sisi hatumuombi Mungu bahari, wala hatumuombi Mungu wa Ashdodi, hatumuombi Mungu wa mataifa, hatumuombi Mungu wa mama mdogo. Tunamuomba Mungu wa kweli, Mungu mwenye haki, yeye aliye mwaminifu, ambaye ahadi zake ni kweli. Huyo ndiye tunamwendea, yeye ambaye amesema ni wa kweli tena ni
mwaminifu na neno lake amesema halianguki, na ahadi zake kwa watu wake haziwezi kuanguka hata mara moja. Hata ingekueje tunapoingia kuchukua hatua. Nataka nikwambie asubuhi ya leo, unapoona mambo yote yameharibika, huna njia nyingine. Haleluya, fukiza uvumba. Haleluya. Unapoona mambo mengine, umetumia njia zako zote. Inawezekana upo hapa, umejaribu kujitahidi, umetumia ABCD, zote zimeshindikana. Njia inaweza kukufaa, fukiza uvumba. Haleluya. Uvumba huo unakupokelewa, kwa sababu tumeambiwa huko mbinguni kuna mabakuli yameshikwa na wazee wale 24, wanayajua yanajaa. Haleluya. Wanamjua mtu mmoja, wanasema yuko mama moja pale duniani. Haleluya. Ni mama moja anaitwa Ana. Yeye hajui jambo lingine, anamjua Mungu. Haleluya. Maombi yake yanakwenda kila wakati, yanajaza bakuli lile. Haleluya. Sijajua bakuli makubwa kiasi gani maombi. Kwa hiyo nataka uone picha jinsi maombi yako yanavyopokelewa mbinguni. Mungu anapokea maombi yako. Maombi ya Abeli yalipokelewa. Haleluya. Hebu soma katika Mwanzo 4:4. Maombi ya Habili yalipokelewa. Soma Mwanzo 4:4. Amina. Mwanzo sura ya 4 mstari wa 4, Biblia inasema Abili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Abili na sadaka yake. Anasema Bwana akatakabali. Kutakabali anasema kwamba akapokea, akakubali. Abili anaondoka huko, amembeba mwana kondoo, amembeba mnyama aliye safi. Anaondoka kwa imani, anajua anayemwendea haendi kidini kama alivyokuwa anaenda yule mwenzake Kaini. Kaini alikuwa anatumikia dini kama ambavyo Wakristo wengi wanatumikia dini na mapokeo. Ibada za Kaini ni ibada za kidini, ni ibada za mazoea, ni ibada za kawaida. Ibada za kidini na mazoea haziendi kokote, kwa sababu hazimpi Mungu utukufu, kwa sababu hazimgusi Mungu, kwa sababu hazimwangalii Mungu. Lakini Biblia inaniambia hapa, Habili, haleluya, mmoja alikuwa na moyo mnyofu, alikuwa na upendo wa Mungu kwa Mungu wake, alimtaka Mungu peke yake. Moyo wake ulijaa upendo wa Mungu ndani yake, aliona ukuu wa Mungu katika maisha yake. Hiyo ndio sifa ya kwanza. Lakini pia alikuwa na imani na Mungu wake, alimjua Mungu kwamba Mungu ni mwaminifu katika ahadi zake. Kwa hiyo akasema, niliumbwa nitamwabudu Mungu kwa gharama yoyote ile. Kwa hiyo alikuwa anajitoa, alikuwa amesarenda maisha yake. Nataka kusema maombi yanayofika mbinguni, maombi yenye kibali mbele za Mungu, ni kwa mtu ambaye amesarenda, amesema nimenyoosha mikono, wewe ni Bwana. Haya maombi ambayo hayo yakitokea, nataka nikwambie muujiza lazima utokeke. Mungu anaweza kuitimaba, Mungu anatembea upande pale, kwa sababu anasikia maombi ya namna hiyo. Biblia inasema kwamba alikuwa na moyo wa unyofu, lakini pia aliomba kwa imani. Haleluya. Lakini pia alifanya ibada ambayo Mungu aliagiza, ya kutoa damu ambayo inasimama badala ya dhambi zake. Kwa hiyo akamwabudu Mungu. Alipokuwa anaomba, maombi yake ilikuwa na hivi: unapoenda kutoa sadaka ya mnyama, au unapoenda kuabudu, au unapoenda kuteketeza mnyama, inatakiwa umshike ule mnyama. Anamshika yule mnyama kama ni mwana kondoo, anamwambia mimi nilistahili kufa kwa ajili yake. Anashika kichwa, anaweka hivi kabla amchinja, anasema mimi nilistahili kuteketea kwa ajili yako, mimi nilistahili kufa badala yake. Lakini wewe mnyama unachukua uhai wangu, unaniponya, na damu yako inanitakasa. Kwa hiyo akishika ule mnyama anamchinja. Kwa maneno mengine, alipokuwa anaingia kuomba na kutoa mnyama, anajitambulisha
Mungu anapoona hamuoni mnyama tena, anamuona yule muombaji anaingia, amejitambulisha pamoja na mnyama. Wanapoomba ndipo anapochinja. Naamini alipokuwa anachinja yule mnyama, kwa sababu alikuwa anamwabudu Mungu, machozi yalikuwa yakimtoka, kwa sababu anaangalia upendo wa Mungu, huruma za Mungu na uaminifu wa Mungu anapoteketea. Basi wakati ambapo ile harufu wanapochoma yule mnyama, ile harufu nzuri, haleluya, ile harufu nzuri, Mungu anataka ikampendeza, haleluya. Lakini imeanzia wapi? Moyoni. Imeanzia wapi? Maisha yaliyotolewa. Imeanzia wapi? Maisha yenye imani kwa Mungu bila kusitasita. Hayo ndipo anapoomba ile harufu nzuri. Ndio maana tumesoma katika mstari huu, Mungu akaitakabali au akaikubali sadaka ya Habili. Ungependa Mungu atakabali maombi yako? Nyosha mkono, mwambie Bwana, naomba utakabali maisha yangu, utakabali maombi yangu. Ninapoomba, ninapokuabudu wewe, ninapokusifu wewe, ninapokutukuza wewe, Mungu ukanisikie, ukanipokee kama ulivyopokea sadaka ya Habili. Soma tena katika Mwanzo 8:20-22. Mwanzo 8:20-22. Amina. Kitabu cha Mwanzo sura 8 mstari wa 20 hadi 22, Biblia inasema, Nuhu akamjengea Bwana madhabahu. Anasema Nuhu akamjengea Bwana madhabahu. Akatoa katika kila mnyama aliye safi. Akatoa kila mnyama aliye safi. Na katika kila ndege aliye safi. Na katika kila ndege aliye safi. Akavitoa sadaka za kuteketezwa. Akazitoa sadaka ya kuteketeza juu ya madhabahu. Juu ya madhabahu. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Anasema Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni. Bwana akasema moyoni, sitalaani nchi tena. Sitalaani tena nchi. Baada ya hayo. Kwa sababu ya wanadamu. Kwa sababu ya mwanadamu. Maana mawazo ya moyo wa mwanadamu. Ni mabaya tangu ujana wake. Wala sitapiga tena. Baada ya hayo. Kila kilicho hai. Kama nilivyofanya. Muda nchi idumupo. Asema muda nchi idumuyo. Majira ya kupanda. Na mavuno. Wakati wa baridi. Na wakati wa hari. Wakati wa kaskazi. Na wakati wa kusi. Mchana na usiku. Havitakoma. Hii ndio ahadi ya Mungu baada ya ile ibada. Ile ibada ya madhabahu. Haleluya. Ndio ilikuwa inahitimisha kila kitu. Haleluya. Hapo ndipo ambapo ilihitimisha kila kitu. Tunaambiwa neno la Mungu tumesoma hapa, akajenga madhabahu ya kumwabudu Mungu, ya kumtukuza Mungu kwa matendo makuu aliyofanya. Biblia inaniambia kama tulivyosoma wote, akachagua wanyama walio bora, wanyama ambao sio najisi, na ng'ombe na ndege walio safi. Kuna ndege fulani hakuchagua, mnafahamu? Wale wanakula mizoga, hakuchukua wale. Tuwa pamoja. Haleluya. Nafikiri alichukua njiwa. Haleluya. Nafikiri tu alichukua njiwa. Nyama ndege msafi. Alichukua mbuzi vizuri, sio mafisi. Hakufanya hivyo. Tuwa pamoja. Alichukua wanyama wazuri. Ndio aliokwenda kuabudu, akaenda kumwabudu Mungu. Anasema akachukua wanyama walio safi. Ndugu yangu, unaposoma Biblia kila mstari una maana. Akachukua wanyama walio safi. Ibada ambayo tunatakiwa kumtolea Mungu, maombi ambayo tunatakiwa kumtolea Mungu ni maombi safi. Hebu sema maombi safi. Haleluya. Sio hovyo. Haleluya. Wala manguruwe hayakuweka katika hiyo ibada, haikuwepo. Tuwa pamoja. Hayakuwepo hayo. Tuwa pamoja. Lakini alichagua wanyama, alichagua na ndege walio safi, akawatoa ibada na akawateketeza. Sasa alipoteketeza, tumesoma ile ibada, kuteketea kulipokuwa kunaendelea, Biblia inasema kwamba ile harufu ikafanya nini? Bwana alipofanya nini? Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Anasema Bwana akasikia harufu. Mungu alikuwa anaangalia moyo. Haleluya. Wanyama walipokuwa wanateketea, Nuhu alikuwa anaangalia, ana utafakari uzuri wa Mungu.
anatafakari wema wa Mungu, anatafakari uzuri wa Mungu, anasema wewe Bwana unastahili, Muumba wa mbingu na nchi, peke yako ndio nakutukuza. Moto unapokwenda unawaka, moto unawaka unateketea. Ile harufu ni nzuri ikaandamana pamoja na maombi. Mungu alipoona manukato yale, haleluya, akasema kabisa, haleluya, akasema sitafanya nini? Hebu soma, amesema nini? Akafanya nini? Sitafanya nini? Bwana akasema moyoni, haleluya, sitailani nchi tena. Anasema sitailani nchi tena. Nataka baada ya hayo, nataka nikwambie, maombi kama manukato yanapokwenda mbele za Mungu yanazuia hasira ya Mungu, yanazuia uharibifu ambao ulikuwa utupate, yanazuia kitu kibaya, kwa sababu maombi yanakuwa kinga yetu, yanakuwa kinga nyumbani kwako, yanakuwa kinga kazini kwako, yanakuwa kinga unapotembea, yanakinga katika mambo yote. Mungu anasema kwamba akasikia sauti nzuri, hukumu na laana zilizokusudiwa kuanguka. Mungu aliposikia ile ibada akasema, Biblia inasema kwamba akasikia harufu ya kumpendeza, akatamka. Ndio maana anasema kwamba nchi iwapo popote haitakoma, anaahidi hivyo. Haleluya. Pale katika Ufunuo 5:8 tumesoma yale mabakuli ya dhahabu yamejaa uvumba, ambayo ni maombi ya watakatifu. Kwa hiyo basi, kama nilivyosema, maombi ya watakatifu huwa yanapanda kama manukato mbele za Mungu. Nataka kusema maombi haya yanatunzwa au yanahifadhiwa kila wakati. Sisi tunaomba siku 21 na mwaka mzima tumetoka tukija hapa, na mara nyingi asubuhi yale maombi yanahifadhiwa. Inawezekana unaweza usione leo au kesho, unasema tumeendelea kuomba, lakini nataka kuambia katika ulimwengu wa roho kuna vitu vinafanyika, kuna vitu vinafanyika, lakini tunapoendelea kuwa waaminifu. Kwa hiyo tunaona kwamba maombi ya watakatifu katika yale mabakuli yanajaza yale mabakuli, yanajaza mabakuli yale, na yanatunzwa, yanapokelewa kama dhabihu njema au muombaji anaomba. Kwa hiyo inawezekana kama tukichukua lula tutapima, sawa? Tutapima, sio? Tunapoendelea kuomba. Ndio maana tumeambiwa tuendelee kuomba. Labda yanakwenda katika mstari huu, unapoomba mwaka wa kwanza, unapoendelea mara ya kwanza, ya pili unaendelea kuomba. Ndio maana tulichokata kama yanafika hapa tu pamoja. Haleluya. Kwa hiyo maombi yetu yanafanya nini? Yanatunzwa mbinguni, yanatunzwa tunapoomba. Kwa hiyo useme kwamba niomba. Kuna mama mmoja akasema, kama nikuomba nimeomba, nijikatiage tamaa. Wakati unapokata tamaa, kumbe ulikuwa umefika hapa. Haleluya. Mungu anataka kubariki. Nataka kusema tuendelee kuomba. Tumeanza. Na kama ulikuwa hujaanza, nataka uchukue serious, kwa sababu maombi yako yanahifadhiwa. Hebu sema, maombi yangu yanahifadhiwa. Maombi yangu yanahifadhiwa na yanapokelewa kama dhabihu. Maombi yetu yanasikiwa. Maombi yetu yana thamani mbele za Mungu. Maombi yetu yanasikiwa. Maombi yetu yana thamani, na kwa sababu yametolewa katika uzuri wa utakatifu. Sasa tukiomba na kujaza mabakuli haya, haleluya, tunapoomba na kujaza haya mabakuli ya dhahabu ambayo wazee shida ndio wameshika, tukiomba haya maombi ambayo yameendelea, yamechanganywa na uvumba, yanaingia mbele za Bwana, baadaye yanatokea kuwa majibu ya ajabu, yanaanza ku overflow. Hebu sema anaanza kufanya nini? Yale maombi yakijaa, tunapoendelea kuomba, kumbe tunajaza mabakuli. Kuna wakati ambapo huwa anafanya nini? Yanaanza kutoka,
yanapotoka yanakuwa majibu ya ajabu. Majibu hayo yanafanyika baraka kwako, yanakufanya ufunguliwe, yanakufanya uwe huru. Yale ambayo umekuwa ukilia kwa muda mrefu, yale ambayo umekimbilia kwa muda mrefu, yale ambayo umekuwa unashindwa kwa muda mrefu, yanapokuwa yamefika kikomo, haleluya, Mungu hana namna, anajaa, yanaanza kufurika. Fungua katika Kutoka 2 mstari wa 23 mpaka 25. Kutoka sura ya 2 mstari wa 23 hadi 25, Biblia inasema, hata baada ya siku zile nyingi mfalme wa Misri akafa. Wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa, wakalia. Kilio chao kikafika juu kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa. Mungu akasikia kuugua kwao. Mungu akakumbuka agano lake alilolifanya na Ibrahim na Isaka na Yakobo. Mungu akawaona wana wa Israeli na Mungu akawaangalia. Anasema Mungu akawaona na Mungu akawaangalia. Haleluya, haleluya. Hiki kilio yalikuwa maombi au hakuwa maombi? Yalikuwa maombi, sio maombi? Tumeambiwa hapa, akatokea mfalme ambaye hamjui Yusufu na uzuri na matendo makuu ya Yusufu, na kwa sababu wana wa Israeli wanaendelea kuzaana, wanaongezeka kwa wingi sana, huyu mfalme anasema nitawatenda kwa hila. Kwa hiyo akawapa mateso makubwa, akawafanyisha kazi ya mateso, wakaumia sana. Na si hivyo tu, watoto wao wa kiume wakawa wanachinjwa na kutupwa kwenye mto Naili. Haya ndio mazingira walikuweko hawa watu. Na mara nyingi tunapoingia kuomba, wakati mwingine tunakutana na mazingira ya namna hiyo ambayo shetani ameinuka na nguvu zake zote. Kwa hiyo walikuwa hawana kitu chenye nguvu dhidi ya mwenye nguvu. Walikuwa hawezi kupigana. Jeshi la Misri ni jeshi kubwa, walikuwa hana lolote la kufanya. Njia iliyobaki pale mwanzo nimekuambia, ukiona mambo yote ABCD zimeisha, tupo pamoja, ingia kuomba. Umeomba mara moja, endelea kuomba. Unaona kwamba mambo hayaendi, endelea kuomba. Unaona kama unapoomba ndio homa inaongezeka, endelea kuomba. Unaomba mambo ya mradi wako unaonekana umeharibika, ndivyo unapoendelea. Unaona kama haiwezekani hivi, unaanza kutakata tamaa, endelea kuomba. Haleluya, mpaka utakapopata majibu, mpaka bakuli lifanye nini? Biblia inaniambia hao watu wakaugua. Hebu soma tena, wakaugua pale. Hata baada ya siku zile nyingi mfalme wa Misri akafa. Wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa. Anasema wakaugua kutokana na vitu makandamizo. Inawezekana asubuhi ya leo na makandamizo ya aina mbalimbali. Anasema wakaugua. Ina maana wakaomba. Maombi yao yalikuwa sio maombi madogo, walikuwa wanalia. Kuugua maana yake ni sio kulia tu, wanaugua, wanagugumia, wanalia, wanamwomba Mungu, wanamtaka Mungu aonekane. Hebu endelea, anasema nini? Wakalia. Kilio chao kikafika juu kwa Mungu. Anasema kilio chao. Kumbe kuna wakati tunapoendelea kuomba, kilio kinafika mbinguni. Haleluya. Kilio kikafika mbinguni. Maombi yao yalikuwa ya mzigo mzito, kwa sababu walikuwa wanapita katika mahali pembamba penye kona. Umewahi pita mahali penye mbamba penye kona ambapo uelewi namna ya kupita? Mungu anakutaka hapo ombe. Haleluya, kwa sababu Mungu anasikia kilio chako. Anasema maombi akafanya nini? Akasikia. Endelea pale mstari wa 24. Mungu akasikia kuugua kwao. Anasema Mungu akasikia kuugua kwao. Mungu akakumbuka agano lake. Anasema Mungu akakumbuka agano lake na Abraham. Mstari wa 25. Mungu akawaona wana wa Israeli. Anasema Mungu akawaona. Kwani alikuwa hawaoni? Sasa kilio kimefika. Haleluya. Anasema akawaona. Anasema akawahurumia, akawapenda. Endelea, anasema nini? Na Mungu akawaangalia. Mungu akawaangalia. Ina maana bakuli lilifanya nini? Limejaa. Haleluya. Bakuli lilifanya nini?
Yale mabakuli ya mbinguni ya kilio alifanya nini? Malaika wakawa wamejaza. Mungu akawaangalia, ndipo anapoanza kuchukua hatua. Haleluya! Kuna nguvu ya ajabu. Umekaa kwa muda mrefu, unayaona mambo mengine ambayo umeridhika, unafikiri ni hali ya kawaida. Mambo mengi yanayotokea kwenye familia yako unafikiri ni ya kawaida. Mambo unaendelea nayo kazini kwako unafikiri ni ya kawaida. Mambo yanaendelea kwa ukoo wako unafikiri kwa kawaida. Mambo ambayo hayaendi nyumbani kwako unafikiri kwa kawaida. Chukua hatua kama hao watu walipoingia kuomba, walipoomba kutafuta uwezo wa Mungu, wakamlilia Mungu mpaka Mungu akafanya nini? Akafanya nini? Akawaangalia, akafanya nini? Akawaona. Akawaona. Ameniona, 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 ameniona. Unataka Mungu akuone? Mungu anapenda kutuona, na hasa katika mwaka 26 tunapenda Mungu atuone. Katika mwaka 26 Mungu aiangalie familia yake, angalie maombi yako, familia yako, maisha yako, yale ambayo yamekuwa kikwazo. Mungu akuone kama alivyoona watu kilio chao kilipofika, lile bakuli la mbinguni lilipojaa. Haleluya! Akawaona. Haleluya! Soma sasa katika Waebrania 11 mstari wa 23. Waebrania sura ya 11 na mstari wa 23, Biblia inasema, kwa imani Musa alipozaliwa akafichwa miezi mitatu na wazazi wake, kwa sababu waliona kwamba ni mtoto mzuri, wala hawakuiogopa amri ya mfalme. Kwa imani Musa alipokuwa... Endelea, rudia tena. Kwa imani Musa alipozaliwa akafichwa miezi mitatu na wazazi wake, kwa sababu aliona kwamba ni mtoto mzuri, wala hawakuiogopa amri ya mfalme. Wala hawakuogopa nini? Amri ya mfalme. Amri ya mfalme nasemaje? Watoto wote wa kiume wafanye nini? Kulikuwa na wakaguzi kili nyumba, wakimwona Mungu mtu mwenye mimba wanaanza kumfuatilia. Wakiona tu tumbo limejaa walikuwa wanafuatilia. Wanauliza au wanasikia sauti za watoto wanaulia mle ndani. Maana watoto wadogo huwa wanalia tu pamoja. Kwa hiyo kulikuwa na mascout wanaangalia, kakizaliwa kakike anasema hamna shida, tu pamoja. Kakizaliwa kavulana wanafanya nini? Hako chinja tupa naye. Chinja tupa naye. Kwa hiyo kila siku, hebu sema kila siku, kulikuwa na misiba katika nyumba ya Israeli. Kila siku. Kwa sababu ni 50-50 watoto wazaliwa. Wanazaliwa wa kike na wa kiume. Wa kiume wote kama wamezaliwa siku hiyo, wamezaliwa watoto 100. Ujue kabisa 50 au 40 wanaenda nini? Naye. Wanafanya nini? Hiyo sio jambo jepesi. Nataka kusema sio jambo rahisi. Haleluya. Lakini watu wenye imani. Hebu sema lakini watu wenye imani. Tumeambiwa kwa imani. Hebu sema, soma tena pale. Kwa imani Musa alipozaliwa. Anasema kwa imani Musa alipozaliwa. Tunaunganisha na lile jibu kwamba Mungu amewaona. Haleluya. Kwa imani Musa alipozaliwa, akafichwa miezi mitatu na wazazi wake. Akafichwa miezi mitatu na wazazi wake. Kwa sababu aliona kwamba ni mtoto mzuri. Kwa sababu aliona mtoto mzuri. Wala hawakuiogopa amri ya mfalme. Wala hawakuogopa amri ya mfalme. Kwa hiyo walihitaji imani. Walisema tunamtumikia Mungu aliye hai. Kale kama mama Yokebeti, kama mama yake Musa, kalikuwa kajasiri kabisa. Kanasema kalikuwa kabila la Yuda, kabila la Lawi. Kakasema na tunamjua Mungu. Tumesikia Mungu wa Abraham ambaye alifanya miujiza. Mungu huyu ndiye tunayemtumikia, ndiye tunamwamini. Hatoki mtu hapa. Unasikia? Asema vile? Tunasimama hapa. Anasema kwa imani. Na tumeambiwa hapa alikuwa mtoto mzuri. Biblia yangu inasema alikuwa alipozaliwa alikuwa si mtoto wa kawaida. Wakasema no. Haleluya. Wakasema nini? No. Hebu sema no. No. Muombaji anataka afike mahali hapa anasema no. Muombaji anapofika mahali anasema kwamba sawa.
imekuwa hivyo ndivyo imesema, waganga wamesema hivi, mambo hali inaonyesha hivi, lakini mimi nasema no, tupo pamoja. Biblia inasema kwa imani hawa wazee wawili wakiongozwa pamoja wakasema mtoto huyu hawezi kwenda Naili. Hebu sema mtoto wangu hawezi kwenda Naili. Haleluya. Hali hii hawezi kwenda Naili, na mjua Mungu naye mtumikia. Hiyo ndio imani ya mtu ambaye ameokoka na mjua Mungu. Anasema no, haiwezekani mtoto wangu aende Naili. Wanasema amri ya mfalme ni nini? Wakasimama pale wanasema Mungu aliye hai ni kweli anatishia Farao, lakini hawezi kutisha mbele za uso wa Mungu. Haleluya. Sisi tutamtunza mtoto huyu. Haleluya. Wakamtunza mpaka miezi mitatu. Alipoanza kulia sana, wakasema hapa sasa tuendelee. Wakapata hekima, wakamtengeneza kisafina, wakampeleka Naili. Kule wanakuchinjwa watoto huko aweze kuhifadhiwa. Aliokolewa hakuokolewa? Aliokolewa hakuokolewa? Haleluya. Maombi yao kama manukato ya watu jasiri. Nataka nikwambie, maombi sio watu dhaifu. Haleluya. Sio maombi naomba Bwana mimi ni mnyonge mimi nani. Hapana, wanasimama kwa ujasiri, wanaziangalia ahadi za Mungu, wanasema no. Hayo ndio sifa ya muombaji. Haleluya. Mioyo yao ilikuwa imejaa ujasiri, wanasema tunamjua Mungu, tunamjua. Haleluya. Anasema namjua niliyomwamini na nasadiki kwamba aweza kulinda kile alichoweka amana mpaka Bwana. Anasema tunamjua yule ninayemwamini. Haleluya. Wakaomba, Mungu akamleta binti Farao, akaleta ukombozi. Kilichotokea mnaonaje? Mnaona? Alilelewa na mama yake yule Ikabeti, alitunzwa na dada yake yule, akawa anapata posho na mshahara kutoka kule kwa nani? Mungu aligeuza mazingira, akawa anatunzwa na adui. Haleluya. Ndio maana kuna mstari unasema kwamba waandaa meza yangu mbele ya nini? Ya nini? Mbele za adui zangu. Inawezekana. Nataka nikwambie, hebu panuka katika maombi yako. Maadui watakutumikia, wale wasiokupenda watakutumikia, wale ambao hawakupenda watalazimika kufanya yale ambayo hawataki kufanya, kwa sababu maombi yako ya kwenye bakuli lako likubwa yamejaa. Haleluya. 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 Mungu anasikia maombi na anatenda kwa watu wanaong'ang'ania katika kuendelea kuomba. Na wakati wa Mungu, hebu sema wakati wa Mungu, Mungu anaanza kumwaga yale manukato. Haleluya. Anaanza kumwaga moja baada ya nyingine. Haleluya. Anaanza kukunguta. Mnasema tumebarikiwa, tunaanza kuona uamsho, tunaona Mungu anatenda kazi. Maombi yale yamerudi sasa, yanakuja kubariki watu wa Mungu. Haleluya. Je, hamjasoma ya habari ya Kornelio katika Matendo ya Mitume 10? Anasema siku zote alikuwa anamuomba Mungu daima. Tumeambiwa anakumtolea watu sadaka. Maombi yake alikuwa anajaza kikombe chake, anajaza bakuli lake, anajaza ile bakuli lake. Siku moja, haleluya, anasema Mungu akamsikia, akamtuma malaika. Unapenda malaika tembee nyumbani kwako? Endelea kuomba na kumtafuta Mungu kwa bidii, na Mungu anapenda kuonekana kwako. Kwa hiyo wakati maombi bakuli lako linapokuwa limejaa, tegemea Mungu kufanya mambo makubwa yenye nguvu juu yako, akizitimiza ahadi zake na kufanya mapenzi yake duniani kwa ajili yako. Nataka nikwambie, maombi huwa hayapotei. Maombi, ukisema naomba yamepotea, maombi huwa hayapotei. Hayatapotea mpaka wakati ambapo Mungu anakwenda kutimiza ahadi zake. Maombi yako yanatunzwa, yanahifadhiwa, na wale wazee kila siku wamebeba bakuli kwa ajili yako, kwa ajili ya kuomba kwa ajili yako, kwa ajili ya kuchukua maombi yako. Kwa hiyo maombi yako hayatapotea kamwe.
Mtumishi wa Mungu mmoja katika miaka 50 ambaye ni baba wa Pentecost Nigeria, anaitwa Joseph Babalola, anasema ni kwa njia ya maombi yenye mzigo ndio yanasababisha uamsho wa ushuke na kuharibu kazi zote za giza. Huyo mtu alikuwa ni apostle mkubwa. Alikwenda siku moja hospitalini, wagonjwa wote hospitalini waliondoka kwa ajili ya maombi yake. Haleluya. Alijua namna kwamba Mungu huwa anajibu maombi ya watu wake. Mungu akubariki, na nitaka nikutie moyo, baada ya siku 21 uelewe maombi yako hajaenda bure. Haleluya. Na umejue kwamba tulikuwa tunajaza nini? Tulikuwa tunajaza mabakuli ya dhahabu kule mbinguni. Kwa wakati wake tunaanza kupokea moja baada nyingine, Mungu akitutembelea kwa namna pekee kabisa. Haleluya. Kama unabarikiwa unaweza kunyosha mkono wako. Hebu mbariki Bwana kwa mikono yako. Mbariki Bwana, mbariki Bwana, mbariki Bwana. Mbariki Bwana, mbariki Bwana. Mbariki Bwana, mbariki Bwana, kwa sababu Bwana ndiye anastahili sifa na utukufu na heshima. Unaweza kusimama na waimbaji wanaweza kuja hapa.